hakuweza kukaa kimya tena, lakini alionyesha hasira yake juu ya ukimya wa vyombo vya habari usio na sababu, kwa sababu ya hali ya hewa ya ajabu na isiyo ya asili kabisa ambayo inafanyika katika kupanda kwa joto la dunia, hasa katika Antarctica ambako inadaiwa sasa ni majira ya baridi, tofauti na ncha ya kaskazini. Lakini kinachoendelea sasa ni joto la Antarctica ni zaidi ya joto la ncha ya kaskazini, na hii inazua maswali makubwa, mshangao juu ya kile kinachotokea kwa dunia. Bila shaka inathibitisha kuwepo kwa ushawishi wa nje ambao ulisababisha msimamo huu wa dharura wa hali ya hewa. Thomas Trace alichapisha tweet ambayo alisema, joto la hali ya hewa mita 2 kutoka ardhi sasa ni nyuzi joto 16.99. Huu ni wazimu kabisa, na kinachovutia zaidi ni ukimya wa vyombo vya habari. Siwezi kuvumilia tena. Sisi sote tunahisi kuwa kitu kikubwa kimebadilika. Fikiria hali joto ya jua sana huku Antarctica. Sote tutanyamazishwa hivi karibuni. Ndiyo, hakika amekaribia sana ukweli ambao unawakilishwa katika onyo la Imam anayesubiriwa Mahdi Nasr Muhammad Yamani, na katika kauli nyingi katika miaka ya kukaribia kupita kwa sayari ya Saqar karibu na ardhi, ikawa kana kwamba ni jua jingine linaloongeza joto lake kali zaidi kuliko joto la jua upande wa kusini wa dunia sasa, kwa sababu hivi karibuni litachomoza kwenye sayari yetu kutoka upande wa kusini, na hata bana kubwa itafunika mwanzo wake jua kutoka upande wa kusini mashariki na upande wa kusini magharibi. Kisha kupatwa kwake mbinguni kutapanuka hadi kunafinikwa anga yote ya sayari yetu kutoka pande zote. Kisha itatupa mawe yake ya moto na kumpiga yeyote ambaye Mungu anataka kwa waharibifu duniani. Sayari ya Saqar ambayo itakuwa ni aya ya kutokezea kwa Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani, anayengojewa juu ya walimwengu wote, khalifa aliyochaguliwa na Mwenyezi Mungu kutawala na kufasilisha madhehebu na dini zote duniani, ili kila mtu asalimu amri kwa utawala wake, na anaita kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu pekee na kuishi pamoja kwa amani baina ya Muislamu na kafiri, na kusimamisha uadilifu na usawa baina ya watu. Tunatumai kuwa wengine zaidi ya Thomas wataamka kutoka usingizini na kutweet, kuchapisha na kuthibitisha kuwepo kwa kitu kinachokuja kitachokoathiri dunia. Kisha watatafuta ukweli na kupata jibu kwenye tovuti ya anayesubiriwa Imam Mahdi Nasr Muhammad Yamani, kwenye tovuti yake rasmi, jukwaa la habari njema za Kiislamu na jukwaa la An-Naba al-Azim.